katika jina la Yesu, amen. Kunipa neema hii, lakini pia washukuriwe wazazi wetu ambao wanatambua huduma tulizonazo na kuzilea. Haleluya. Mungu akubariki sana. Tuna somo letu linasema ibada. Mtumishi wa Mungu nifungulie, niwekee kile kitabu cha Waebrania 12:28. Ndio andiko letu kuu tunalosimamia kwenye somo hili la ibada. Nina muda mfupi sana, lakini Mungu atusaidie tuweze kuelewa. Waebrania 12, kitabu kile cha Waebrania 12:28. Tulipokuwa tumetoka tulijifunza kwamba tuliishia kwamba vitu vya kuzingatia unapofanya ibada. Tuliangalia vitu viwili, nilisema vya kuzingatia, vitu viwili ambavyo unatakiwa kuvizingatia wakati wa ibada au unapoenda kufanya ibada. Haleluya, watumishi wa Mungu. Tuliangalia kitu cha kwanza kabisa, tukasema ibada yoyote lazima awepo Mungu anayeabudiwa, kwa sababu maana ya ibada ni kuabudu. Kwa popote inapofanyika ibada lazima awepo Mungu. Kwa kabla haujaenda kwenye ibada, kabla haujaenda kukusanyika, lazima ujue, lazima ujiulize, ni nani ninaenda kumkusanyikia? Haleluya. Anatokea mtu au mtumishi yoyote anakuita, anakuambia twende kwenye ibada, nimeita kongamano la ibada. Kabla hujaenda lazima kwanza ndani yako ushuhudiwe kwamba ni nani anaenda kuabudiwa, kwa sababu popote unapoona watu wamekusanyika ili kufanya ibada, lazima yupo Mungu ambaye anaenda kuabudiwa. Haleluya. Kitabu chetu cha Waebrania 12:28 anasema, basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Bwana asifiwe sana. Mtu wa Mungu, nataka uelewe kitu kimoja, hatufanyi ibada kwa sababu hatuna cha kufanya. Haleluya. Usije ukafanya ibada kwa sababu hauna kwa kwenda. Hatufanyi ibada kwa sababu hatuna kwa kwenda. Hatufanyi ibada kwa sababu hatuna cha kufanya. Bwana asifiwe. Tunafanya ibada kwa sababu tumeagizwa kufanya ibada. Paulo anasema na tumtolee Mungu ibada. Nilikwambia katika vitu ambavyo Mungu anavipenda kutoka kwa mwanadamu na anavitazamia sana ni sisi kumfanyia ibada. Haleluya. Moja ya viumbe ambao Mungu amewaumba duniani, moja ya viumbe ambao Mungu amewaumba viumbe vyote vya ulimwengu wa roho na vya mwili, katika kiumbe cha thamani sana mtu wa Mungu mbele za Mungu, basi ni mwanadamu. Utaniuliza kwa nini? Haleluya. Katika malaika au katika viumbe wote, Biblia inasema hakuna kiumbe aliyekuwa na mvuto, haleluya, kama malaika ambaye kwa sasa anatambulika kama Shetani. Alikuwa anaitwa nani? Na Lucifer. Lucifer ndiyo malaika ambaye alikuwa na mvuto usio kawaida, na yeye ndo alikuwa kiongozi wa sifa. Usione leo tunaimba, alianza kuimba yeye. Haleluya. Na ndio waliokuwa naongoza kundi zima la malaika kumsifu Mungu. Wataalamu wa mambo wanasema alikuwa hahitaji kinanda. Mabawa yake alikuwa akipiga namna hii ni kinanda tosha. Haleluya. Alikuwa na utukufu usio wa kawaida. Lakini ukisoma Biblia, Shetani au Lucifer wakati anamsifu Mungu alikuwa anakaa chini. Alipokuwa anataka kwenda kumfanyia Mungu ibada, mtu wa Mungu, ngoja nikuambie, ibada hii tunayoifanya sisi sio sisi wa kwanza kufanya ibada.
Wenzetu waliotutangulia walifanya ibada. Malaika wenyewe mbinguni wanafanya ibada kila muda. Wanainama, wanainuka, wanainama, wanasema unastahili wewe kupokea. Hiyo ni ibada wanaifanya. Biblia inasema Lucifer alikuwa anatoka kwenye kitabu cha Ezekieli 28, utamuona ameandikwa kama kerubi. Alikuwa anakaa kwenye mawe ya moto. Haleluya. Ndio yalikuwa makao yake. Alipokuwa anataka kumsifu Mungu, saa ya ibada ilipokuwa inafika, alikuwa anatoka anamfuata Mungu kwenda kumfanyia ibada. Utaniuliza unajuaje? Kwenye kitabu cha Isaya 14 Biblia inasema shetani anasema, nami nitakiinua kiti changu mpaka juu, nitazipita nyota za Mungu, nitafanana na aliye juu. Anayeongea hivi lazima atakuwa chini. Hauwezi kusema nitapanda juu wakati upo juu. Inawezekana? Ukimwona mtu anapanga malengo anasema natamani nipande, maana yake yuko chini. Kwa shetani alikuwa chini na kundi lake zima. Alikuwa akitaka kumsifu Mungu, yeye alikuwa anatoka anamfuata Mungu. Nataka nikuambie uthamani ulionao leo, mtu wa Mungu. Haleluya. Inawezekana hujajua nafasi yako wewe ni nani kwa Mungu. Wewe ni wa thamani kuliko malaika. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anatoka anaenda wapi? Kumsifu Mungu. Lakini Mungu alipomtengeneza mwanadamu, alipomwangalia mwanadamu, unajua sifa ya fundi yoyote anapotengeneza kitu anakaa kwa mbali anakitazama. Mungu alipomuumba mwanadamu, alivyomtazama, alivyoona uzuri wake, akasema hiki kitakuwa chombo cha ibada. Akamweka Edeni, lengo ni kumfanyia Mungu ibada. Haleluya. Lakini angalia tofauti kati ya malaika na wewe. Lucifer alikuwa anatoka anamfuata Mungu. Mungu alikuwa amfuati Lucifer. Lakini mwanadamu anapoomba, Biblia inasema Mungu alikuwa anaacha mbingu, anakuja duniani, anaenda Edeni, anatembea, anaongea na Adamu. Unaniambia unajuaje? Ukiangalia Adamu alipotenda dhambi, alipojificha, Mungu anasema wakati wa jua kupunga, Biblia inasema Mungu alikuwa ameshuka kama ilivyo kawaida yake. Alikuwa ameshuka Edeni, anatembea tembea. Adamu akajua kabisa huyu ni Mungu amenitembelea. Mwanadamu anatembelewa na Mungu sio kawaida. Ni thamani ulionayo. Haleluya. Anatembelewa na Mungu. Yaani Mungu alikuwa akitaka kuzungumza na Adamu. Adamu alikuwa atoki bustanini kumfuata Mungu. Mungu alikuwa anaacha enzi. Naogopa sana na kutetemeka ninaposoma hizo habari. Angalia thamani nyingine alionayo mwanadamu. Biblia inasema shetani aliasi na kundi kubwa la malaika. Uliona mahali popote zinasema nani tumtume akamuokoe shetani, akaokoe kundi la malaika lililoasi? Umewahi kuona Mungu alishughulika nao? Walipoasi akaachana nao. Lakini kiumbe mwanadamu alipoanguka, lakini kiumbe mwanadamu alipotenda dhambi, alipomwacha Mungu, mbingu zinasema haiwezekani huyu apotee, tumtume nani aende? Ndipo Yesu tena anaacha enzi, anaacha kila kitu, anashuka duniani kuja kukaa na mwanadamu. Wewe ni wa thamani. Mwambie mwenzio wewe ni wa thamani. Mwambie mwenzio wewe ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaacha enzi tena, anashuka, anakuja, anamfia mwanadamu. Mapepo hajayafia wala hajikufia malaika walioasi, na ni kundi kubwa sana liliasi. Pamoja na shetani uzuri wake wote, alikuwa anategemewa kwenye sifa, lakini hakufiwa. Wewe ulifiwa. Sema atazaliwa mtoto ataitwa Emanueli. Maana Emanueli ni Mungu pamoja, na siku ya mwisho tutaenda kukaa naye. Haleluya. Tutakaa naye. Haleluya. Tengeneza mambo yako, mfanyie Mungu ibada, ili mwisho wa siku tukakae na baba yetu aliyetuumba. Ndio maana mwanadamu, ndio maana shetani akikutazama anakukasirikia sana, anakuonea wivu sana. Biblia inasema yule joka akafanya vita na uzao wa yule mwanamke. Anakufanyia vita ili ukose muda wa kumfanyia Mungu ibada. Na mahali pekee ambapo shetani ametarget kumuumiza Mungu ni kwa mwanadamu. Mahali pekee ambapo shetani ametarget kumuumiza Mungu, kupeleka maumivu kwa Mungu, ni kwa mwanadamu. Ndio maana anakuja na kuchokonoa, ukishaanguka anaenda kwa Mungu. Angalia. Sio ulisema huyu umemtegemea, angalia. Ulisema huyu muimbaji anakuimbia sifa, angalia. Yuko klabu saizi. Haleluya. Sisi wana mito ya baraka, tumfanyie Mungu ibada, tumfurahishe Mungu. Na nikwambia kitu kingine.
katika kitu ambacho cha kumsimangia shetani ni wewe kumfanyia Mungu ibada. Unapokuja kumfanyia Mungu ibada ni kumwambia shetani, wewe ulikataa kumfanyia Mungu ibada, mimi David namfanyia Mungu ibada. Unatamba kwa shetani. Unapokuja kufanya ibada ni masimango. Haleluya. Ni masimango, unamsimanga shetani. Lakini unapogeuka upande wa pili kumwacha Mungu, nataka nikwambia ni maumivu makali sana. Unajisikiaje mtu uliyempenda? Mwanaume uliyempenda, mwanamke uliyempenda, unaona yuko na mtu mwingine, unajisikiaje? Mtoto uliyempenda, uliyemthamini, umemtegemea, ukawekeza kwake, alafu amekuangusha, inakuaje? Usimwangushe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunafanya ibada kwa sababu yeye amestahili sisi kumfanyia ibada. Wala hatufanyi ibada kwa sababu kosa kazi. Haleluya. Kuna watu wanaangalia saa ya ibada anafikiria, hakuna mtu anakuja kunipigisha story nisiende ibada. Hata kama wageni wamekuja, waambie mimi ni mtu wa ibada, ngoja niende ibadani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Muda wangu umeisha, lakini tulikuwa tumeangalia kwamba kitu cha kwanza tukasema lazima Mungu awepo. Kufanya ibada ni kutambua uwepo wa Mungu. Mtu wa ibada manake ametambua uwepo wa Mungu, na ndio maana anakuja kumfanyia ibada. Haleluya. Na tulizungumza kwamba dunia ina miungu wengi. Kwa kabla hujaenda kwenye ibada lazima ujue ni Mungu gani anaenda kuabudiwa. Hebu nimalizie hilo andiko hapo, naona muda hautoshi. Tuangalie kile kitabu cha Wakorinto wa pili 4:4. Haleluya. Tuangalie hapo. Biblia inavyosema, ambao ndani yao mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini isiwazukie ile nuru ya Injili, tukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Ukiangalia hapa neno Mungu limezungumzwa pale juu na hapa chini, lakini kuna tofauti kati ya hizi herufi. Ukiangalia pale juu kuna herufi ndogo, ile yemu ina herufi ndogo, haleluya. Lakini ukiangalia hii ya chini ina herufi kubwa. Huyu ni Mungu wa mbinguni, yule juu ni shetani. Paulo anamfunua shetani kwetu kama mungu wa dunia. Kwa mtu akisema Mungu amesema, lazima umuulize ni Mungu gani amesema. Haleluya. Maana dunia ina miungu wengi. Kabla hujakusanyika popote lazima ujiulize. Lakini ashukuriwe Mungu wa mbinguni, kwa sababu mito ya baraka tunamwabudu Mungu aliye hai, Mungu aliye juu. Tutakuja kumfanyia ibada, haijalishi baba awepo au asiwepo, askofu awepo au asiwepo. Tutakusanyika kwa sababu mwenye kanisa lake yupo, mwenye madhabahu yake yupo. Haleluya. Hema lipo, madhabahu ipo. Nilikufundisha juzi nikakwambia lazima iwepo madhabahu. Sasa madhabahu ipo, hekalu lipo, hema la ibada lipo. Kwa nini tusifanye ibada? Haleluya. Unatakiwa ifike viwango, ukue, uwe mtu mzima, umwambie Mungu, bishop awepo asiwepo nitaenda ibadani, mama bishop awepo asiwepo nitaenda ibadani, iwe jua iwe mvua nitafanya ibada. Mungu akubariki sana. Karibu mama.